Movie yetu ya leo inaanza, anaonekana mdada akiwa saluni akirembwa. Huyu dada anaitwa Koriji na leo ni siku yake muhimu sana katika maisha yake, kwani anatarajia kufunga ndoa na mchumba wake Stani. Kwa upande wa pili anaonekana jamaa huyu sasa ndio Stani mwenyewe. Wakati mchumba wake Koriji akijiandaa na harusi huko saluni, yeye Stani ndio kwanza alikuwa amelala, na hapa simu ya Koriji ndio inamstua. Habari za asubuhi mpenzi. Jamani, usiniambie hadi muda huu bado umelala. Unajua leo ndio ndoa yetu. Mimi nakaribia kumaliza hapa. Najua mke wangu, usijali. Asante kwa kuniamsha. Ngoja nikaoge faster nijiandae. Wakati akijinyosha pale kitandani, Stani akawa anajipangusa uso. Si akaona damu? Mama yangu, kumbe jamaa alilala na demu mwingine usiku mmoja kabla ya ndoa yake. Hii ni katika kuuaga ukapera ya mwisho. Basi Stani anakurupuka pale kitandani. Yesu wangu, nini hiki? Bahati mbaya bwana, huyu demu ameuawa kikatili kwa kuchomwa kisu usiku wa manane wakati Stani akiwa amelala. Na anakuja kustuka asubuhi, hajui imekuwaje na nani amefanya huo ukatili. Amechanganyikiwa, hajui nini cha kufanya. Jasho linamtoka, yani anahema kama amekimbizwa, mapigo ya moyo yanamwenda mbio balaa. Yani amepagawa kinoma noma. Sasa itakuwaje? Movie yetu inaitwa One Last Bite. Basi bwana, Stani akiwa bado haamini, anaufunua tena ule mwili na anazidi kuchanganyikiwa. Ilibaki kidogo tu awehuke. Anajiuliza, itakuwaje na muda mchache ujao anaenda kufunga ndoa. Atatukaje kwenye kimbembe hicho? Na je, ni nani atamwamini kuwa sio yeye aliyefanya mauaji hayo? Basi mawazo kibao yamemjaa Stani. Bado anatetemeka, bado anahema. Basi jambo hilo likamfanya aone kichefuchefu, akatapika sana. Akawa anasugua mikono yake, anatamata achukue jiwe asugue ile mikono iliyojaa damu. Yani mawazo kibao. Akawa anajiuliza mkosi gani huu? Sasa akiwa katikati ya mawazo, mara mlango gongwa. Akapagawa, macho yakamtoka. Mama yangu, nani huyo tena jamani? Anajiuliza itakuwaje na maiti hii ndani. Wasi ukamzidi. Basi akaenda mlangoni pale, akachungulia dirishani na kumuona mshikaji wake aitwaye Williams. Akaona hana namna, akamfungulia mlango na mshikaji wake akaingia. We vipi? Kuna nini? Stani anahema tu kwa nguvu. Mbona hema hivyo? Una shida gani wewe kwani? Yani Williams yeye hajui kabisa kama mshikaji wake yupo kwenye matatizo makubwa. Stani akasema, tuna tatizo. Mimi sina tatizo. Kuna tatizo. Tatizo gani? Wapi? Kuna tatizo kwenye hii nyumba kule juu. Twende. Kuna mtu umekuja naye? Hapana. Haya twende. Basi Williams ile amesikia kwamba kuna tatizo humu ndani, basi naye uoga ukamjaa. Hajui kuna nini, lakini uoga umempanda balaa. Stani akampeleka Williams moja kwa moja hadi chumbani. Akamwambia hili hapa ndio tatizo lenyewe. Tatizo liko wapi sasa? Si umwamsha ondoke zake, ni asubuhi sasa hivi bwana. Jaribu wewe kumwamsha. Kwani kuna nini? Muamshe. Basi ile Williams anamfunua tu na kuona damu, akastuka balaa, akapiga bonge la kelele. Nini hiki? Mimi sijui. Nimeamka asubuhi nikakuta amekufa. Apumue. Basi wote wamechanganyikiwa. Mama yangu, tutafanya nini sasa? Muda huo Koriji naye akawa anapiga simu sana yani. Stani anawaza atamwambia nini? Williams akamwambia inabidi tu upokee. Pokea tu hiyo simu, maana usipopokea itakuwa balaa zaidi. Basi Stani akajiweka sawa pale na akapokea. Hey baby, niambie. Vipi, uko tayari? Ndio najiandaa hapa. Stani, yani bado unajiandaa tu. Mimi ndio namalizia hapa. Fanya haraka bwana. Mimi sitaki nifike kabla yako. Usijali baby. Hii ni ndoa yetu. Najua unapambana ili upendeze. Mimi pia napambana hivyo. Nipe muda kidogo tu, nitafika muda si mrefu. Sawa baby? Nakupenda baby, Bye. Huko saluni Koriji analalamika kwa rafiki yake aitwaye Rose, anamwambia, "Unajua hadi sasa Stani hajajiandaa." Rose anamwambia, "Usiwe na wasiwasi, kwani wanaume hawana mambo mengi ya kujiandaa kama wanawake. Wao ni kuoga na kuvaa tu wanakuwa tayari. Anaweza kuwahi kumaliza hata kabla yako." Huku kwa kina Stani nako, Williams anamshauri wa utoe ule mwili humo ndani. Anamtaka amwambie nini kilitokea jana usiku. Nimekuambia mimi sijui. Nimeamka nikakuta yupo hivi hapo mui. Haingia akilini ujue. Kwa hiyo amejiua mwenyewe au? Wote wakahisi lazima kuna mtu alikuja jana usiku kufanya huu nyama.
Kuna mtu alikufuata jana usiku? Hapana, nakumbuka nilifunga mlango mimi mwenyewe. Nimeufungua sasa hivi nilipofungulia wewe. Hata sijui imekuaje, naona kama miujiza tu. William akamwambia wamtoe mle ndani na wakamtupe mbali. Tukamtupe kweupe hivi? Ndio, au wewe unataka kufanya nini? Kumbuka ndoa yako inafanyika masaa 2 yajayo. Na baada ya ndoa watu watakufuata nyumbani kusherehekea. Unafikiri utafanyaje? Au unataka mke wako mtarajiwa akute huu mwili humu ndani? Basi Stani bado amechanganyikiwa tu, hajui nini cha kufanya. Sikia mshikaji wangu, hebu calm down. Ndoa yako inatakiwa ifanyikiwe leo. Kama nilivyokuambia, twende tukautupe mbali huu mwili na mambo yote yatakuwa sawa. Stani akasema, yani hata sijui, mimi nimechanganyikiwa. William akamwambia, acha kupaniki. Mimi nakushauri wewe unapaniki. Sasa unapaniki nini sasa? Niache bwana, usinivuruge. Unataka nispaniki? Wewe unaona hili jambo dogo au kwa sababu halijatokea nyumbani kwako? Sikia, usinifokee wewe. Ulivyokuwa unakata maono namna hii jana, haukufikiria Ulinitelekeza wewe kwa ajili ya huyu demu. Leo yametokea kutokea na kushauri cha kufanya, wewe unanipanikia mimi. Unanipanikia? Unatakiwa kutulia tutoe huu mwili humu ndani, sawa? Basi Stani kabidi akubaliane na wazo la Williams. Sasa ikabidi Stani aje kumwagiza mlinzi wake akamnunulia wipes supermarket. Wipes za nini tena bosi? Wanawake ndio wanatumia wipes. Sasa wewe za nini? Wewe mjinga nini? Nimekuagiza wipes, unaniuliza za nini? Usikasirike bosi. Mimi nilikuwa nataka kujua tu. Leo ni siku yako ya ndoa. Sasa okay, kwa ajili ya bibi harusi kusafisha makeup zake usoni, si ndio? Hebu toka hapa. Unataka ngapi bosi? Kwa hasira basi Stani akasema, kailete supermarket yote hapa. Niletee yote nyumbani kabisa, mjinga wewe. Mlinzi akaondoka. Mlinzi alivyotoka tu, Williams na Stani wakautoa ule mwili ndani, wakaupakiza haraka kwenye gari, tayari kabisa kwenda kuutupa. Basi bwana, balaa likaanzia njiani mara baada ya kukutana na askari. Wale askari waliposimamisha wakataka kuagua gari la Stani. Lakini kwa kuwa Stani na Williams wanajua kuna nini kwenye gari lao, wakawa wanazugazuga kwa polisi maboya wale polisi, ili mradi tu wasikague gari lao, maana wanajua utakuwa msala mzito. Wakajaribu hadi kutaka kuwapa rushwa wale polisi, lakini polisi wakakaza, hawataki kitu chochote. Wao wanachotaka ni kukagua gari tu basi. Yani utafikiri walikuwa wanajua kwenye gari kuna kitu. Basi washikaji wakaona isiwe shida, kama mbwai tu. Basi ghafla wakashtukiza wale polisi na kichapo cha fasta na kufanikia kuwakimbia. Wakaenda hadi mbali mtoni huko, na walipofika wakaushusha ule mwili na kuutupa mtoni bila ya kuonekana, na walipomaliza wakaondoka mbio. Huko saluni Koriji tayari ameshamaliza kila kitu. Rafiki yake Rozi akawa anamsifia kwa jinsi alivyopendeza. Asante, yani siamini kama leo ni ndoa yangu. Yani nilikuwa na ndoto ya kuolewa tangu nikiwa binti mdogo. Hebu ngoje kwanza nimpigie simu Stani. Lakini simu ya Stani ikawa haipatikani. Rozi akamwambia, inawezekana simu imezimika kwa sababu watu wanampigia sana leo. Si unajua tena ni siku yake muhimu, na inawezekana ameshafika kanisani. Basi wakaamua na wao waende tu kanisani, watakutana huko. Wakina Stani wameshafika nyumbani na haraka wanavaa ili wawahi kanisani. Basi ghafla mlango unagongwa tena. Wote wakastuka, kwani hakuna mtu aliyekuwa akitegemea mgeni mida hiyo. Nani huyo tena jamani? William akamwambia Stan, calm down, relax. Basi hakuna namna, ikabidi wafungue tu mlango. Akaingia mdada anaitwa Vera, akasema amekuja kumtafuta dada yake. Dada yako ni nani? Mbona mimi sikujui? Nimesema namtafuta dada yangu anaitwa Ella. Alikuwa hapa jana usiku. Huku Koriji amempigia sana simu Stan, lakini bado hapatikani, na wamemsubiri sana huko kanisani. Sasa ikabidi waamue kwenda nyumbani kwa Stan. Vera naye ameshakuwa mbogo. Dada yangu yuko wapi? Tafadhali naomba amniitie. Kwani wewe uelewi Kiingereza Nimekuambia dada yako hayupo hapa. Unataka nini tena? Msinzingue mjue. Dada yangu alikuwa hapa jana usiku na alinitumia location. Tulitakiwa kusafiri leo asubuhi, lakini hadi bidai sijamuona na hapatikani kwenye simu yake. Umesema unaitwa nani tena? Vera. Vyovyote vile utajua mwenyewe. Sisi ni wastaarabu sana na hatutaki matatizo asubuhi yote hii. Kama unavyotuona tumevaa, tunataka kwenda zetu kanisani kufunga ndoa. Hapa dada yako hayupo na hatumjui. Labda nenda kumtafuta nyumba za jirani. Kwa hiyo nataka kuniambia dada yangu hayupo hapa Mungu wangu, wewe ni mtu aina gani? Unataka tukwambie kwa lugha ya Kiswahili ndio uelewe? Dada yako hayupo hapa. Kwa hiyo hayupo Unanikasilisha ujue. Mara Vera akaona pochi ya dada yake pembeni ya kochi. Na hii pochi imefikaje hapa? Basi macho yakawatoka Stan na Williams. Huku Koriji ndio anakuja nyumbani kwa Stan na ana hasira kinoma.
Unasemaje wewe? Hii ni pochi ya dada yangu, yuko wapi? Basi Stani akataka kujichanganya, lakini Williams akamuwahi. Hatujui hiyo pochi imefikaje hapo na hatuna kitu kingine cha kukuambia. Basi mara mlango kagongwa. Nani tena? Ile wanafungua, kumbe walikuwa ni polisi bwana. Wameingia na mitutu ya bunduki. Bora mmekuja. Nimekuja hapa kumtafuta dada yangu. Alikuja hapa jana usiku na huyu jamaa, lakini sasa hivi anasema eti dada yangu hayupo hapa na wanadai hawamjui. Niliongea naye kwa video call na usiku na akanitumia location yupo hapa, lakini pia nimekuta pochi yake hii hapa. Alafu hao wananiambia eti hayupo hapa. Nani hapa? Ni bwana Stan David. Kwa nini namuulizia? Nimesema nani ni Mr. Stani? Ni huyo hapo. Mr. Stani, upo chini ya ulinzi kwa mauaji ya mwanamke ambaye bado hajajulikana jina lake ni nani, na umeenda kutupa mwili wake mtoni. Basi Vera akastuka, akahisi huyo lazima atakuwa ni dada yake. Ofisa, kwa hiyo dada yangu amekufa? Ofisa akamwambia hawana uhakika kama ni dada yake ama la, na kama anataka kujua inabidi aende kituoni kutambua mwili ili kujua kama ni yeye au sio. Basi bwana Stani akawa amekamatwa na kuwekwa chini ya ulinzi. Akataka kujitetea kwamba yeye hana hatia, lakini hataki kuongea chochote hadi akifika kituoni. Courage naye akawa amefika na kukuta jamaa yuko chini ya ulinzi. Akashangaa, Stani, imekuwaje? Tunaoana leo, mbona polisi wapo hapa? Nini kinaendelea jamani? Kwa hiyo huyo ndio mume wako Ndiyo, tunaoana leo. Mwambie mmangu anipe dada yangu. Amelala na dada yangu jana na polisi wanasema amemuua na kumtupa mwili wake. Mimi sielewi unaongea nini. Amelala na mtu na kautupa mwili wake kivipi yani? Jamani hapana, atajielezea mwenyewe. Stani akaona msintanie nyie. Siwezi kukubali kijinga hivi. Basi unaambiwa akachomoa bastola ya mmoja wa polisi na kumkaba William. Basi akamtumia William ili aweze kuchomoka mikononi mwa polisi. Akawa anachimba mkwala kwa mtu yote asimsogelee, la sivyo atamshuti. Akasema hajaua mtu yoyote, hivyo hawezi kwenda jela. Hatimaye wakafanikiwa kuwatoroka tena polisi kwa mara nyingine. Wakatoka mbio balaa, yani walikimbia. Polisi nao wakawakimbiza, lakini hola. Vera ana uchungu sana baada ya kugundua kuwa Stani amemuua dada yake. Akamwambia Courage kuwa asahau kabisa kuhusu hiyo ndoa yao, kwani haitafanyika. Courage naye amejaa uchungu sana kuhusu mkasa huo, lakini kinachomuumiza zaidi ni kuona kuwa siku yake muhimu katika maisha yake imeharibika. Lakini pia kwa nini mumewe mtarajiwa alilala na mwanamke mwingine usiku mmoja kabla ya ndoa yao? Basi unaambia akawa analia kwa uchungu. Rafiki yake Rose akawa hana la kufanya, akabaki kumfariji tu. Basi unaambiwa mbio za Stan na William zikaishia nyumbani kwa William. Wanahema balaa, maana sio kwa mbio zile. William akawa analalamikia Stan kuhusu kumuingiza kwenye majanga ambayo yeye wala hausiki. Bila shaka umefurahi sasa Nilikuambia lakini mimi jana, achana na huyo msichana lakini ukusikia. Ona sasa. Ila sio mbaya mwanangu. Basi wakajipa moyo kuwa polisi watachukua muda mrefu sana kufika hapo, hivyo wanatakiwa wajipange nini cha kufanya kutoka kwenye hilo janga. Vera akiwa polisi anatambua ule mwili kuwa ni wa dada yake. Anajiuliza ni kosa gani dada yake alifanya la kustahili adhabu ya kifo. Akapakua hata ondoka kituoni hapo hadi aone haki dhidi ya dada yake inapatikana. Huku kwa akina Stani wakiwa bado wanajiuliza nini cha kufanya, ghafla mlango ukagongwa. Mama yangu, polisi wamefika. Basi unaambiwa Williams si akaanza kulia. Balaa gani hili? Unajiuliza imekuwaje polisi wamejua mahali walipo kwa haraka hivi? Hawana jinsi, njia ni moja tu, ni kutoroka. Polisi walipoingia ndani hawakukuta mtu, kumbe jamaa wamepitia mlango wa nyuma. Wakafanikiwa kuwakimbia polisi. William akamuongoza Stani hadi kwenye chimbo moja mbali kidogo na walipo polisi. Hapa ni wapi mwanangu? Wewe tulia mwanangu, huko hawezi kutupata. Sasa tunafanyaje? Unapaswa kusafisha jina lako kwanza ili tuwe huru, vinginevyo tutaendelea kuishi maisha ya kimbia kama hivi. Lakini mimi sijamuua yule mwanamke. Basi Williams akacheka sana. Sikia mshikaji wangu, mimi nakuamini. Najua hujamuua, lakini polisi wao hawaamini. Tunapaswa kuwaaminisha kuwa hausiki. Usijali, tupo pamoja kwenye hili. Huko kwa kina Courage mambo sio shwari kabisa, bado haamini kilichotokea. Unaamini kuwa anaweza kuwa amemuua kweli? Sijui cha kuamini, ila sasa acha sheria ifuate mkondo wake. Maiti imepatikana, bila shaka atakuwa na la kujibu. Kwa hiyo wanataka kumtelekeza. Wanataka nifanye nini Rozi? Hata kama nikitaka kumsaidia, yuko wapi? Mtu amekimbia, nitamsaidiaje sasa? Kwanza, kwa nini nimsaidie? Ninachojua Stani hajaua. Unajuaje Rozi? Unahakika kama hajaua? Inapaswa tuchunguze. Wewe ni mwanasheria mzuri sana na umesaidia watu wengi. Usiniambie utaangalia mtu hana hatia akifungwa hivi hivi. Najua una hasira naye, lakini hivi umewaza kuwa huenda hana hatia?
Kweli unataka kuangalia mtu asiye na hatia akifungwa wakati muuaji halisi akitembea huru mitaani? Lakini Coolidge hataki kusikia chochote kabisa. Anataka waache polisi ifanye kazi yake. Yeye hana namna ya kuingilia. Akina Stani nao wanafikiria jinsi ya kutatua hili janga, maana hawawezi kuishi maisha ya kujificha hivi muda wote. Stani wakati anahisi maisha yake yameishia hapa, William yeye anawaza kula tu. Anasema anasikia njaa kinoma noma. Stani yeye wala hana hamu ya kula kabisa. Maisha yangu yote yameharibika kabisa. Ndoa yangu imeisha hata kabla haijaanza. Sijui nitafanya nini. Coolidge si wakili, lakini mimi nitajaribu kuongea naye, labda anaweza kunisikiliza. Coolidge hawezi kabisa kunisamehe. Aliniambia usaliti ni kitu kibaya, mimi sikusikia. Nilitaka kuzagamua kwa mara ya mwisho. Ona sasa kilichonikuta. Stani akaona hakuna mtu anaweza kumsaidia wala kumsikiliza kwenye hii kesi. Sasa kwa kuwa William alikuwa na njaa, inabidi atoke kwenda kutafuta msosi nje. Ugumu ni kwamba William hawezi kuongozana nje na Stani, hivyo inabidi aende mwenyewe kuchukua chakula kisha arudi hapa. Basi William akasema, usimfungulie mtu hadi usikie nimegonga mara 3, sawa? Kisha William akaondoka zake. Baada ya muda kupita, mlango ukagongwa. Stani kabidi asikilizie hadi mara 3 ifike. Sasa ulipogongwa mara 3, Stani akaona huyu atakuwa ni William amerudi. Ile anafungua tu, kumbe ni mapolisi bwana. Wakamweka chini ya ulinzi, wakampiga pingu na kumkamata. Akiwa polisi, Stani akaeleza kila kitu, kwa yeye hajamua yule mwanamke. Polisi akamwambia hakuna mhalifu anayekubali kosa. Kwa sababu tukio limefanyika nyumbani kwako, utafanyaje sasa? Lazima ujibu. Na kama hukumua kama unavyodai, kwa nini ulienda kumtupa? Kama hujaua kweli, kwa nini hukuwapigia polisi simu? Hivi unadhani unaweza kuidanganya polisi we? Polisi ipo hatua 10 mbele yako, na lazima upate adhabu kali sana ambayo itakuwa fundisho. William ameenda kumuona Coolidge ili amsaidie Stani. Kama nilivyosema, polisi wamemkamata Stani. Basi kama amekamatwa, acha sheria ifuate mkondo wake. Usiseme hivyo. Naomba tumsaidie. Unasemaje? Tumsaidie nani? Yaani mimi nikamsaidia mtu ambaye alilala na mwanamke mwingine usiku mmoja kabla ndoa yetu? Basi Coolidge akaonekana kukumbuka wakati akiwa na Stani kipindi mahaba yao yakiwa moto. Akakumbuka wakiwa wanacheza game pamoja na maisha kwa jumla yalikuwa mazuri sana. Pia akakumbuka hadi siku Stani alipotangaza kutaka kumuoa. Wakati anaambiwa kufunga ndoa, Coolidge hakuamini kabisa, lakini mwisho wa siku ilibidi akubali kwa kuwa walikuwa wakipendana sana. Akaendelea kukumbuka hadi Stani akimwahidi kuwa hatamsaliti na kusema kuwa atakuwa mjinga sana kumsaliti mtoto mzuri kama yeye, kwani ana kila kitu ambacho mwanaume anapenda kwa mwanamke, hivyo hauni haja ya kumsaliti. Basi unaambiwa Coolidge alikumbuka kila kitu. Baada ya kukumbuka yote hayo, hakutaka kuongea na mtu yeyote, akanyanyuka na kwenda zake chumbani kulala. Basi William akabaki na Rose. Akamwomba sana Rose amsaidie kuongea na Coolidge ili amsaidie mshikaji wake. Rose akasema haitakuwa rahisi, lakini atajaribu kuongea naye. Sasa Coolidge akaenda kumuona Stani polisi akiwa kama mwanasheria na sio mpenzi wake. Coolidge amenuna balaa. Stani hakuamini kumuona Coolidge. Haamini kama Coolidge angemsaidia. Kwa sababu Coolidge yuko hapo kama mwanasheria, Stani hana jinsi. Ikabidi aeleze kila kitu. Akasema usiku ule kabla ya ndoa yao alienda klabu na William. Akiwa klabu akachukua dada poa mmoja na kuondoka naye. Walikuwa wamelewa balaa. Na ingawa aliondoka na huyo demu, lakini pia aliondoka na William, akamwacha sehemu njiani. Kuna yeye akaondoka na huyo demu hadi nyumbani kwake. Anachokumbuka cha mwisho, alifanya mapenzi na huyo demu na kisha akalala. Alistuka asubuhi baada ya kupigwa simu na Coolidge. Wakati anageuka ili kumwamsha yule demu asubuhi, basi akaona damu, ndipo alipogundua kuwa Ella alikuwa amekufa. Alistuka sana, akakimbia bafuni kwenda kunawa uso pamoja na mikono yake. Anasema William akaja nyumbani kwake na akamuuliza kilichotokea, ndipo alipomshauri wakautupe ule mwili. Wakiwa njiani wakakutana na checkpoint ya polisi. Ikabidi wawapige wale polisi, wakakimbia na kwenda kuutupa ule mwili. Coolidge akamuuliza, kuna umbali gani kutoka checkpoint hadi mlipotupa ule mwili? Ni umbali mrefu sana. Kwa makadirio inaweza kuchukua muda gani hadi kuupata ule mwili? Labda siku 1 ama 2 hivi. Sikutegemea kama ungeupata ule mwili mapema hivi. Baada ya hapo unaenda wapi? Tulirudi nyumbani na baadaye tulienda nyumbani kwa William. Baadaye wakaja mapolisi. Walichukua muda gani hadi kuwapata mlipo? Kama dakika 20 hivi. Tukafanikiwa kutoroka tena kupitia mlango wa nyuma. Mkaenda wapi? Kwenye kihoteli kimoja kiko nje ya mji kidogo. Tulikaa kidogo tu, baadaye William akasema yeye ana njaa. Alipotoka kwenda kutafuta chakula, akaniambia nifunge mlango na nisimfungulie mtu yeyote yule hadi nisikie mlango unagongwa mara 3. Na baada ya muda nikasikia mlango unagongwa mara 3. Nilipofungua nikakutana na mapolisi. Unadhani wangetumia muda gani kuwapata pale mlipokuwa? Kama wiki hivi, maana tulienda mbali sana na mji. Coolidge akahisi kuna mtu anawapa taarifa polisi. Sidhani, maana ni mimi tu na William ndio tunajua hili. Sijamwambia mtu yeyote yule kuhusu hili jambo. Basi Coolidge akazileta hizo taarifa kwa Rose. Unafikiri atakuwa nani huyo? Ndio najaribu kutafuta.
Maelezo ya Stani yakampa maswali mengi sana Courage. Akahisi kuna mtu anamjua vizuri sana Stani na anamchora tu kila sehemu anapoenda. Lakini Courage akahisi huenda pengine William ndio anamgeuka mshikaji wake. Lakini Rose akasema William ni rafiki mzuri sana wa Stani na kwa mujibu wa maelezo ndio aliyemtahadharisha asiondoke na yule mwanamke pale klabu. Courage akili yake bado ipo kwa William tu. Sasa Courage akaanza kazi ya kukusanya maelezo. Akaenda hadi kwa William, lakini alichoambiwa na William hakina tofauti sana na alichoambiwa na Stani. Kitu ambacho kinimshangaza ni kwa jinsi polisi walivyokuwa wakipata taarifa ya kila mlichokuwa mnakifanya. Ni kama kuna mtu alikuwa akiwapa taarifa polisi. Pengine kuna mtu mlikuwa mnaongea naye. William akasema hakuna mtu walimwambia hizi taarifa. Kwa hiyo swali linakuja, polisi walikuwa wanajuaje ikiwa jambo hili waliokuwa wanalijua ni Stani na William peke yao? Courage akakutana na Vera kituoni. Vera alikuwa na hasira kinoma noma, yani akawa anamfokea Courage kwa kumtetea muuaji. Anaamini kabisa Stani kamuua dada yake na Courage anataka kumtetea muuaji ambaye ni mume wake. Courage akasema kama Stani angekuwa muuaji asingempeleka dada yako nyumbani kwake, angempeleka pengine hotelini huko au sehemu nyingine yoyote na kufanya huo ukatili. Kama unataka kumjua muuaji halisi wa dada yako, basi unatakiwa kutoa ushirikiano. Basi ikabidi Vera akae na kutoa ushirikiano. Basi Vera akawa anaeleza kwa upande wake. Akasema kesho yake walipaswa kusafiri, lakini kwa sababu dada yake anapenda sana bata, akaenda klabu usiku ule. Lakini yeye alikuwa hajisikii vizuri, hivyo alibaki nyumbani. Akasema wakati dada yake akiwa klabu akampigia simu na kumwambia amekutana na wakaka wazuri sana, kwa hiyo ataenda kwa na mmoja wao na kesho asubuhi watakutana airport kwa ajili ya safari. Lakini nilipompigia simu asubuhi, simu yake ilikuwa haipatikani. Sasa ulipajuaje pale? Alinitumia location, mara zote ufanya hivyo kila akiwa mahali. Nilipofika pale wakaniambia eti dada yangu hayupo pale. Labda kuna mtu alikuwa na ugomvi na dada yako? Hapana, alikuwa ni mtu poa sana. Kipindi cha nyuma alikuwa na mahusiano, lakini huyo jamaa alimwacha dada yangu na kwenda kumuoa mwanamke mwingine. Kuanzia hapo dada yangu amekuwa akiishi maisha yake tu, hakuwa na ugomvi na mtu yoyote yule na wala hakutaka mahusiano tena. Kwani mlikuwa mnaenda wapi? Tulitaka kwenda kumtembelea mama, maana weekend hii ilikuwa ni birthday yake, lakini ona kilichotokea. Basi Courage akaumia sana na habari hizo. Akaahidi atapambana ili haki ipatikane. Courage akaenda kwa Rose, akamwambia kuna kitu hakipo sawa hapa. Ripoti zinaonyesha amefariki saa 8 usiku. Kulikuwa na muda mrefu sana wa kumtupa kama alikuwa anataka kumuua. Sasa kwa nini asubiri hadi asubuhi ndio aende kumtupa? Courage akasema Vera aliniambia waliongea mara ya mwisho na dada yake saa 7 usiku. Nadhani utakuwa ndio muda ambao walikuwa wamemaliza kufanya mambo yao. Na Stani alipolala hakuamka hadi asubuhi nilipompigia simu. Basi wakahisi labda kuna mtu wa pembeni amehusika na hili tukio. Sasa ni nani kahusika na hili tukio? Inabidi autafute ukweli. Basi bwana, upelelezi ukaendelea. Courage akaenda hadi nyumbani kuongea na mlinzi. Mlinzi akasema siku hiyo bosi wake alikuja na mwanamke mwingine hapo nyumbani. Walikuwa wako bwiki noma. Akaona bosi wake anafaidi sana, hadi na yeye akatamani angekuwa bosi hivi ili aweze kuenjoy. Baada ya muda kupita akaja William, alikuwa anamtafuta Stani. Akaambiwa amelala na mrembo ndani. Yaani mlinzi anashadadia na kufurahia baraka kwa bosi wake kuwa na demu ndani. Wakati huo William alikuja na vipaseli viwili vya msosi, kimoja kwa ajili yake na kingine cha mshikaji wake Stani. Lakini kwa kuwa Stani alikuwa busy na kimwana ndani, akaona asimsumbue, akamwachia kile kipaseli kimoja yule mlinzi na yeye akaondoka na kile kingine. Mlinzi alifurahi kinoma noma kupewa kile chakula, akashukuru sana. Mlinzi alipokula kile chakula alilala sana siku hiyo. Ili anastuka ni asubuhi tena baada ya William kugonga geti. Akawa anashangaa imekuwaje, maana akilala hata pini kidondoka tu anastuka. Lakini sio kwa siku hiyo, usingizi ulikuwa mzito sana. Yani hajawahi kulala kama vile katika maisha yake yote. Baada ya Courage kuchukua maelezo kwa mlinzi wa Stani, akaenda pia kuchukua maelezo kwa mlinzi wa William. Naye akasema ule usiku alipewa chakula na bosi wake, tena kilikuwa take away. Anasema alipokula kile chakula alisinzia sana. Hizi taarifa zinazidi kumchanganya Courage. Anaanza kufikiri kitu hapa. Sijui anafikiria ambacho hata mimi nafikiri. Alipomaliza kwa wale walinzi, akaenda kwenye chumba cha CCTV kamera kwenye jengo ambalo wanaishi Stani. Akaambiwa kuna gari lilikuja muda ule na likaishia nje mbali kidogo na hapo. Courage alichofanya ni kunakili plate number ya lile gari na kisha akaondoka zake. Akaenda hadi kwa dereva wa lile gari ambaye naye alitoa maelezo yake kama alivyotakiwa. Basi uchunguzi ukawa umekamilika. Stani akawa kaachiwa huru kwa dhamana. Yani akashangaa, hakuamini kabisa kama kwa sasa yuko huru tena. Siku ya leo Courage kaenda nyumbani kwa William. Akasema amemletea taarifa juu ya kile kinachoendelea kwenye kesi. Nini kinaendelea?
Unajua kuna marafiki wawili walienda klabu. Mmoja akaamua kuondoka na mwanamke, lakini mwingine aliamua kuondoka mwenyewe tu. Rafiki aliyeondoka peke yake ni mwema sana. Akaamua kwenda kumwangalia rafiki yake aliyeondoka na mwanamke. Alipoenda alikuwa amebeba chakula. Alipofika getini kwa rafiki yake akampa mlinzi kile chakula, kisha yeye akaondoka. Yule mlinzi alipokula kile chakula alilala sana siku hiyo, tofauti kabisa na kawaida yake. Lakini baadaye yule jamaa akarudi tena. Safari hii akaja na taksi, lakini akaacha taksi kwa mbali na yeye akatembea hadi nyumbani kwa rafiki yake. Hebu subiri kwanza. Sielewi hii hadithi yako inaelekea wapi. Naomba uwe mvumilivu kidogo, alafu utaelewa baadaye nini namaanisha. Sasa kwa sababu alimpa yule mlinzi chakula kilichomfanya lale sana, basi yule jamaa akaruka ukuta wa nyumba rafiki yake na kuingia ndani. Akaenda hadi chumbani, akamkuta rafiki yake akiwa amelala na mwanamke. Ni kama akawa amekasirika hivi, alichofanya akamchoma kisu yule mwanamke hadi akafa. Nafikiri labda yule jamaa pengine alikuwa anamtaka mwanamume mwenzake. Kelele huko! Huo ni uongo, sio kweli. Kwa hiyo kweli ni upi sasa? Nilifanya yote hayo kwa sababu yako. Mama, eti kumbe William alikuwa anampenda Courage na hakutaka ule na Stan kabisa. Courage akashangaa. Unasema nini wewe? Ndio, nilimuoa yule msichana ule usiku kwa sababu nitaka Stan apotelee jela ili mimi nibaki na wewe. Basi ghafla mlango ukafunguliwa, Stan na mapolisi wakaingia. William akapigwa na butwa. Stan akamuuliza, "Kwa hiyo kumbe ulikuwa wewe? Ama kweli kikulacho kingoni mwako?" Ndio maana kila tulichokuwa tunafanya polisi wanagundua. Kumbe ulikuwa wewe unawaambia. Kwa nini ulifanya hivi? Nilifanya hivyo kwa sababu Mungu amekupa mwanamke mzuri kama huyu. Mrembo, ana upendo na mpambanaji, lakini kazi yako ni kumwaibisha tu kila siku. Yaani unalala na kila mwanamke unayekutana naye. Ndio maana nilitaka kumchukua huyu mwanamke. Nilitaka ukaozee jela huko. Yaani kwa sababu ulikuwa unamtaka Courage ukaamua kuondoa uhai wa mwanamke mwingine, si ndio? Yaani taondoa zaidi na zaidi. Basi William akakiri kuwa yeye ndio aliua usiku ule. Akaeleza kila kitu namna ilivyokuwa, alivyoingia ndani, akawawekea dawa usingizi na mwisho akamchoma na kisu yule mwanamke hadi alipokufa. Basi unaambiwa kwa hasira Stan akampiga bonge la ngumi William, "Mpumbavu wewe." Akaanza kumshushia kichapo balaa. Courage akaona isiwe shida, hayo mimi hayanihusu. Akaondoka zake. Mapolisi wakawa wamemkamata William, wakampiga pingu, wakamuingiza kwenye gari na kuondoka naye. Hatimaye Courage amekamilisha kazi yake alikuwa akifanya. Ni kweli Stan hajaua, lakini Courage anasema ameua penzi lao. Kwa upande wa Stan amechanganyika kinoma noma, yani roho inamuuma sana. Amebaki akiangalia suti za ndoa tu, ndoa ambayo imeharibiwa na rafiki yake wa karibu. Basi unaambiwa Stan akawa anapambana sana kumuomba msamaha Courage ili warudiane, lakini Courage hataki chochote kuhusiana na Stan. Akasema ameshamsamehe, lakini hawawezi tena kuwa kwenye mahusiano. Stan haamini kama ameharibu mahusiano yake na Courage. Yani starehe ya usiku mmoja tu imeharibu kila kitu kwake. Akatamani muda urudi nyuma ili arekebishe alikokosea, lakini ndio basi tena wazungu wanasema too late. Basi unaambiwa Stan akawa analia balaa. Yani kila mara anayasikia yale maneno ya kukataliwa na Courage akijirudia kichwani mwake. Basi na huo ndio mwisho wa filamu yetu. Hadi wakati mwingine, bye bye.